Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama huja subscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinacho trend huko kwenye mitandao ya kijamii. Kubwa bwana ni Young Africans, mabingwa hawa wa kihistoria ligi kuu soka Tanzania bara, miamba soka Afrika Mashariki na Kati, moja kati ya klabu kubwa barani Afrika, na hawa ni washindi mara 31 wa mashindano haya ya ligi kuu soka Tanzania bara, unbeaten mara 49 ligi kuu soka Tanzania bara, kafu kombe la shirikisho finalist 2022-2023. Hapa ninamzungumzia Prince mwana wa Dube, mtoto wa mfalme. Huyu ameibuka na taswira nyingine kweli. Muonekano mpya huu unamfanya aonekane kama Shaolin Temple hivi. Huu ni muonekano wa hasira baada ya kuona kwamba Young Africans ina kazi mbele kubwa kweli ya kuitokomezea mbali Silver Strikers United katika uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso pale tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira saa 11 kamili za jioni, ambapo Prince mwana wa Dube akiongoza jazi la Young Africans kwa kushirikiana na baadhi ya mastaa kibao akiwemo Diarra, screen protector huyu, lakini bila Pacome Zouzoua, Maxime Nzengeli, wakiwa ni miongoni mwa wachezaji wenzake ambao watashirikiana nao katika kuitokomezea mbali Silver Strikers United. Na hapa ndipo akaibuka mwamba ambaye ni Prince mtoto wa Dube, na muonekano mpya, muonekano wa Shaolin akiwa amepiga upara. Hii ni nadra sana kuona wachezaji wa kibongo ama ligi kuu soka Tanzania bara wakiwa wamenyoa upara, ni wachache sana. Hapa namkumbuka Shadrack Nsajigwa, watu wa kazi kweli ambao walikuwa kinyoa upara namna hii, na ni wachache kweli kwa sasa kunyoa upara. Soka la sasa limegubikwa na mabisho, watu wanapiga breach kama wakina Pacome Zouzoua. Hivyo kumuona mchezaji akipiga upara, unajua kabisa kuna kazi maalum amepewa kuelekea kwenye mchezo ujao, na hii ndio tafsiri halisi kuelekea kwenye mchezo huo, ambapo Prince Dube akiwa ni miongoni mwa wachezaji watakaoiongoza kikosi cha Young Africans kuelekea kwenye mchezo huo mkubwa kweli dhidi ya Silver Strikers. Katika mchezo uliopita baina ya Silver Strikers, Young Africans ilianza na kikosi ambacho cha kwanza Prince Dube hakuepo. Prince Dube alitokea benchi, na kikosi hiko cha Young Africans kilikuwa kikiongozwa na Diarra, Israel Mwenda, Boka, Jobu, Baka, Andambwile, Maxime Nzengeli, Mudathiri Yahya, Boyeli, Dombia na Pacome Zouzoua. Hiki ndio kilikuwa kikosi cha kwanza ambacho kilianza kwenye mchezo huo, ambapo Young Africans ilipoteza kwa goli 1-0, na goli hilo liliwapelekea Young Africans mshtuko kweli na kuona safari ya kusonga mbele kama inatiwa doa hivi. Ndipo Young Africans ikaibuka na taarifa nzito, taarifa ya kuachana na kocha wao. Huyu si mwingine bali ni Romain Folz. Na hii taarifa bwana nayo hapa ninajaribu kukupitishia tena, ambayo Young Africans walitoa. Najaribu kukupitishia kama ulipitwa na taarifa hii. Ilikuwa ni taarifa kwa umma Oktoba 18, 2025. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umevunja mkataba wa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz. Uongozi wa Young Africans Sports Club unamshukuru kocha Romain Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu, na unamtakia kila laheri katika majukumu yake yanayofuata. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi, huku mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiendelea. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya Young Africans wakati muda mchache tu baada ya kupoteza kwa goli 1-0 kwenye mchezo wa kwanza ugenini huko nchini Malawi dhidi ya Silver Strikers.
Hata hivyo wachezaji wa Young Africans wanaonekana baada ya matokeo hayo wakarudi gym kwa kasi kweli, kasi ya kimbunga. Huko wameenda kutafuta fitness, naweza kusema hivyo. Baadhi ya mastaa kadha wa kadha wakionekana wako gym na wengine ni usajili mpya, lakini bila kusahau nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika gym hiyo, na wengine kadha wa kadha ambao wanaonekana wakifanya mazoezi wakipasha misuli joto. Lakini pia wakina Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe JR ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo gym, na hii yote ni kuonyesha ni kwa kiasi gani wanautaka sasa mchezo huo. Wamekusudia kutafuta kwa hali na mali, na wanasema kwa Mkapa hatoki mtu, na mimi bila shaka nina uhakika na hilo kwamba kwa Mkapa kweli hatoki mtu. Lakini msemo huu mara nyingi unawabeba Simba Sports Club kuliko Young Africans. Nakumbuka Young Africans walipoteza pale kwa Mkapa hatoki mtu, wakapoteza. Walihitaji goli moja tu, lakini walishindwa, na hivyo kushindwa kusonga mbele. Je, litatokea kama hilo mbele ya Silver Strikers? Hatujui, tusubiri tuone, muda utazungumza. Lakini Young Africans mpaka hivi sasa imemkabidhi kocha Patrick Mabedi kikosi chake baada ya kuachana kwa pande zote mbili makubaliano na kocha Romain Folz. Romain Folz aliongoza Young Africans katika michezo takriban 6 ama 7 hivi iliyopita, na miongoni mwa michezo hiyo ambayo Romain Folz ameiongoza ni pamoja na mchezo wa Ngao ya Jamii ambapo Simba alifungwa goli moja kwa bila, goli la Pacome Zouzoua, goli ambalo lilizua utata, wengi wakiamini kwamba ile goli lilikuwa na offside. Lakini mchezo mwingine ilikuwa ni Wiliete. Young Africans ikapata ushindi wa goli 3 ugenini dhidi ya Wiliete, na kuja nyumbani wakapata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Wiliete. Hata hivyo Young Africans ikaendelea na mwenendo mzuri tu, licha ya mashabiki wake kutoridhishwa na aina ya uchezaji wa wachezaji wao chini ya kocha Patrick kocha Romain Folz, lakini wakapata ushindi wa goli 3 mbele ya Dodoma Jiji, na kisha wakapata sare dhidi ya Mbeya City, sare ambayo iliwashitua na kuona kana kwamba sasa mwelekeo wetu kwenye ligi kuu si mzuri, na hivyo kuna haja ya kuchukua hatua mapema. Lakini kama hiyo ilikuwa haitoshi, Young Africans ikamleta kocha msaidizi Patrick Mabedi, ambaye sasa huyu iliaminika kwamba ndio atakuja kumsaidia huyu kocha ili Romain Folz afikie yale aliyokusudia. Lakini hata hivyo Young Africans ikaenda kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Tabora United ambayo kwa sasa tunaita ni TRA, ikapata sare ya bila kufungana na kwenda kwenye mchuano hii sasa mikubwa Afrika, ikakota kipigo hiko cha goli 1 kwa bila, ndipo Young Africans ikaamua kuachana na kocha huyo. Young Africans bwana ilimtambulisha huyu kocha Romain Folz kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho kwa ajili ya msimu huu 2025-26. Kocha huyo mwenye leseni ya UEFA Pro na CONMEBOL Pro alitua Young Africans huku akichukua nafasi ya kocha Miloud Hamdi aliyetimikia Ismailia ya Misri baada ya kudumu kwa takriban miezi 6 na kushindwa ubingwa wa ligi kuu bara, kombe la muungano na kombe la FA. Hivyo Hamdi aliondoka Young Africans akiwaachia zawadi nono kabisa makombe hayo matatu. Lakini Romain Folz rekodi zake sio mbaya ndani ya Young Africans, licha kupoteza katika mchezo huu. Ni kocha kijana kweli mwenye umri mdogo, mwenye umri wa miaka 35, lakini ana uzoefu na timu hizi za Afrika. Ameshafundisha baadhi ya timu kadhaa. Huyu ni Romain Folz, ni mzaliwa wa Ufaransa, na safari yake bwana ya kocha ilianzia rasmi mwaka 2018 alipoteuliwa kuwa kocha mkuu wa klabu ya Western Virginia United ya nchini Marekani, ambapo 2019 Romain Folz alihudumu kama kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Uganda. Baada ya hapo aliteuliwa kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Pyramids ya nchini Misri,
na baada ya hapo mwaka 2022 Folz aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa klabu ya Benchem United ya Ghana, kisha alihamia Ufaransa kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Niroti. Mwaka 2021 Romain Folz alikabidhiwa mikoba ya kuinoa klabu ya Ashanti Gold ya Ghana kabla ya kwenda Botswana kuifundisha klabu ya Township Rollers, ambapo 2022 sasa Romain Folz alihamia Afrika Kusini kwa mara yake ya kwanza na kuifundisha Marumo Gallants, akiwa ndiye kocha mdogo zaidi katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Aliongoza klabu ya Amazulu kuanzia mwaka 2022 hadi 23, ambapo mwezi Aprili 23 alihamishwa kuwa mkurugenzi wa ufundi. Huyu ni kocha Romain Folz ambaye hapa jana alipewa mkono wa kwaheri na kuachana na klabu hiyo baada ya matokeo haya mabovu. Kumbuka Prince Mwana wa Dube, yeye ni mchezaji ambaye ametokea Azam FC na alijiunga na Young Africans mwaka 2024 kwa mkataba wa miaka 2. Ameitumikia Azam FC takribani misimu 4 na amekuwa na wakati mzuri kwa kweli, ingawaji safari yake kutua Young Africans ilikuwa na mizengwe ya hapa na pale, wengine yakihusisha masuala ya fedha, lakini yupo Young Africans na ametulia hapo mpaka hivi sasa na ana mwenendo mzuri kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Ameisaidia Young Africans kutoa ubingwa msimu uliomalizika wa ligi, na mwenyewe ameahidi kwamba anahitaji magoli zaidi ya msimu uliopita ili kufanya vizuri, lakini pia kuisaidia klabu yake ya Young Africans. Hii ni Fumo 255. Usisahau kusubscribe, like na kucomment YouTube channel yetu ili usipitwe na kila kinachotrend huku kwenye mitandao ya kijamii kinachohusiana na michezo utakikuta hapa.